ya rais nchini Ukraine Andriy Yermak amewaambia waandishi wa habari kwamba wako tayari kufanya wawezavyo kufikia amani. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio na mwenzake wa Ukraine Andriy Sybiga walihudhuria mkutano huo wa Jeddah ambao Urusi haikushiriki, huku Rais Donald Trump akiongeza shinikizo kwa Ukraine kumaliza vita vilivyoanza kwa uvamizi wa Urusi mwaka 2022. Damascus. Kamati ya kutafuta ukweli iliyoundwa na mamlaka mpya ya Syria kuchunguza wimbi la ghasia mbaya nchini humo imesema leo kuwa nchi hiyo imeazimia kuzuia kulipiza kisasi kinyume cha sheria. Msemaji wa kamati hiyo Yasser Al-Farhan amesema Syria mpya imejitolea kusisitiza haki za utawala wa sheria, kulinda haki na uhuru wa raia wake, kuzuia kulipiza kisasi kinyume cha sheria na kuhakikisha kwamba hakuna hali ya kutojali sheria. Farhan amesema kamati hiyo inafanya kazi kukusanya na kupitia ushahidi unaohusiana na wimbi la ghasia hasa katika pwani ya Mediterranean, kitovu cha Walawi walio wachache anakotoka kiongozi aliondolewa madarakani Bashar al-Assad. Kulingana na shirika la haki za binadamu la Syria linalofuatilia vita, vikosi vya usalama na washirika wake vimewaua takriban raia 1093 tangu Alhamisi. Hii leo ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa imesema imerekodi kuhusu mauaji yaliyoonekana kufanywa kwa msingi ya madhehebu. Manila. Makamu wa rais wa Filipino Sara Duterte amesema leo kuwa baba yake ambaye ni rais wa zamani wa nchi hiyo Rodrigo Duterte atapelekwa katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC mjini The Hague kwa ndege itakayoondoka leo jioni kufuatia kukamatwa kwake leo asubuhi kwa mashtaka ya uhalifu dhidi ya binadamu. Katika taarifa, Sara amesema hatua iliyochukuliwa dhidi ya baba yake sio ya haki na ameitaja kuwa dhulma na mateso. Sara ameongeza kuwa baba yake ameshindwa kudai haki mbele ya mamlaka za mahakama nchini humo. Mapema, Duterte alikuwa amesema kuwa anapaswa kufunguliwa mashtaka katika mahakama za Filipino na sio ile ya ICC. Waranti wa ICC ulioonekana na shirika la habari la Reuters unamshutumu Duterte kwa mauaji takriban watu 43 kati ya mwaka 2011, 2011 hadi 2019 kama sehemu ya vita vyake dhidi ya dawa za kulevya. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Islamabad. Wanamgambo wenye silaha wamewateka zaidi ya abiria 450 wa treni na kumjeruhi dereva wa treni hiyo katika shambulio la leo Jumanne katika jimbo la Balochistan kusini magharibi mwa Pakistan. Haya ni kwa mujibu wa maafisa wa serikali. Katika taarifa, kundi linalotaka kujitenga la jeshi la ukombozi la Baloch BLA limesema kuwa watu wenye silaha walishambulia kwa mabomu nje ya reli na kuchukua udhibiti wa treni hiyo katika wilaya ya Sibi. Afisa mmoja mkuu wa shirika la reli huko Quetta, Mohamed Kashif, ameliambia shirika la habari la AFP kwamba zaidi ya abiria 450 wameshikiliwa mateka na wanamgambo hao. Afisa mmoja wa polisi kutoka eneo linalopakana na Sibi aliyezungumza kwa sharti la kutotambulishwa kwa kukosa idhini ya kuzungumza na waandishi wa habari amesema treni hiyo bado imekwama kabla ya handaki lililozungukwa na mlima. Eneo ambalo treni hiyo imesimama ni eneo la milima linalofanya iwe rahisi kwa wanamgambo kuwa na maficho na pia kupanga mashambulizi. Hatimaye Delhi. Maeneo mengi duniani yana hewa chafu huku 17% pekee ya miji duniani kote ikitimiza miongozo ya uchafuzi wa hewa. Haya ni kulingana na ripoti iliyochapishwa jana na kampuni ya ufuatiliaji ubora wa hewa IQ Air yenye makao yake nchini Uswisi. IQ Air ilichambua data kutoka vituo 40,000 vya ufuatiliaji ubora wa hewa katika nchi 138 na kugundua kuwa Chad, Kongo, Bangladesh, Pakistan na India zilikuwa na viwango vya juu zaidi vya hewa chafu. Wataalamu wanasema kiwango halisi cha uchafuzi wa hewa kinaweza kuwa kikubwa zaidi kwa sababu sehemu nyingi za dunia hazina ufuatiliaji unaohitajika kwa usahihi zaidi wa data. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. DW Dunia Yetu Leo Jioni.
mazungumzo ya kutafuta namna ya kuvimaliza vita kati ya Urusi na Ukraine yanaendelea Jeddah, Saudi Arabia. Uganda yapeleka vikosi maalum Sudan Kusini wakati kukiwa na hofu ya kuzuka upya kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini humo. Na kuna rabsha ya kila mara. Sasa Sudan ya Kusini, rais wao ni kama anategemea jeshi la Uganda. Na rais wa zamani wa Filipino Rodrigo Duterte aliyekamatwa leo asubuhi anasafirishwa kupelekwa mahakama ya kimataifa ya ICC mjini The Hague. Katika michezo leo ndio leo tutafahamu atakayetinga robo finali ya ligi mabingwa barani Ulaya. Tutajadili kwa kina zaidi hapa studio, kwa hivyo baki nasi. Mimi ni Bruce Amani. Maafisa wa ngazi za juu wa Ukraine na Marekani wameanzisha hivi leo huko Saudi Arabia mazungumzo ya kutafuta namna ya kuvimaliza vita vya miaka mitatu kati ya Urusi na Ukraine, huku wakuu wa majeshi wa nchi zaidi ya 30 za Ulaya wakikutana mjini Paris kujadili kuhusu dhamana ya usalama kwa Ukraine. Bakari Ubena anasimulia zaidi. Mazungumzo hayo kati ya maafisa wa Ukraine na Marekani yamefanyika katika mji wa bandari katika bahari nyekundu wa Jeddah huko Saudi Arabia, na yanalenga kuutafutia suluhu mzozo kati ya Urusi na Ukraine ambao ni mkubwa zaidi barani Ulaya tangu vilipomalizika vita vikuu vya pili vya dunia. Marekani imewakilishwa na waziri wake wa mambo ya nje Marco Rubio na maafisa wengine, huku Ukraine ikiwakilishwa na Rais Volodymyr Zelensky akiambatana na mawaziri wake wa ulinzi na yule wa mahusiano ya kigeni Andriy Sybiha pamoja na washauri kadhaa wa serikali. Walipoulizwa na waandishi wa habari kuhusu matarajio yao katika mazungumzo hayo, Rubio alionyesha kuwa na matumaini makubwa, huku maafisa wa Ukraine wakisema baadaye kwamba mkutano huo ulianza chini ya misingi bora yenye kutia moyo. Hata hivyo, mshauri wa rais wa Ukraine Andriy Yermak amesisitiza juu ya umuhimu wa kuwepo kwa dhamana ya usalama, akieleza kuwa muhimu zaidi ni kutafuta namna ya kufikia amani ya haki na ya kudumu nchini Ukraine. Hayo yanajiri wakati pande zote katika mzozo huo zimeshambuliana vikali usiku wa kuamkia leo. Mbali na mashambulizi ya kila siku ya Urusi, Ukraine ilifanya mashambulizi makubwa ya mamia ya droni na kuilenga miji kadhaa nchini Urusi, ikiwa ni pamoja na mji mkuu Moscow ambapo watu 3 wameripotiwa kuuawa na wengine 18 wamejeruhiwa. Msemaji wa ikulu ya Kremlin Dmitry Peskov amesema mashambulizi ya Ukraine yanaweza kutatiza mchakato wa usuluhishi. Bado hakuna mazungumzo, kwa hivyo hakuna cha kuvuruga bado, lakini mwelekeo wa usuluhishi unaonekana kwa sasa unaweza kuharibiwa kwa kiasi kikubwa. Katika hatua nyingine, wakuu wa majeshi wa nchi zaidi ya 30 za Ulaya wanakutana mjini Paris, Ufaransa, kujadili namna ya kuendeleza uungwaji mkono kwa Ukraine ili kuisaidia kukabiliana na uvamizi wa Urusi. Mazungumzo hayo yatajikita zaidi juu ya namna ya kuunda jeshi la kimataifa litakalokuwa na uwezo wa kuzuia uvamizi mwingine wa Urusi mara baada ya kufikiwa kwa mpango wa kusitisha mapigano. Mkutano huu wa Paris wa wakuu wa majeshi ndio wenye umuhimu zaidi hadi sasa katika jitihada za Ufaransa na Uingereza za kuyahamasisha mataifa mengine ya Ulaya kuunda kile kinachojulikana kama muungano wa walio tayari kuilinda Ukraine kwa kuanzisha kikosi maalum ambacho kitatoa hakikisho la usalama ili kuizuia Urusi isiivamie tena Ukraine. Ripoti ya Bakari Ubena. Serikali ya mpito ya Syria imefikia makubaliano na mamlaka inayoongozwa na Wakurdi ambao wanadhibiti eneo la kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. Makubaliano hayo ni pamoja na kuzijumuisha taasisi za utawala wa ndani wa eneo la kaskazini magharibi katika serikali ya kitaifa. Makubaliano hayo yalisainiwa jana Jumatatu na rais wa mpito Ahmad al-Sharaa na Mazlum Abdi ambaye ni kamanda wa kundi la waasi wa Kikurdi wanaoungwa mkono na Marekani. Sasa je, makubaliano hayo yatakuwa na athari gani katika utawala ndani ya Syria? Swali hilo na mengine mwenzangu Baba Abdallah amemuuliza mchambuzi wa siasa za Mashariki ya Kati Abdul Fattah Musa kutoka Tehran. Kwa hakika yatakuwa na taathira kubwa katika lengo la serikali hii ya muda ya Syria ya kuwaunganisha Wasiria wote wa jamii, makabila na jamii mbalimbali, kwa kuzingatia kwamba Syria imekuwa inakabiliwa na mpasuko mkubwa kutokea vita vya ndani vilivyoanza mwaka 2011 na hata katika wakati huo karibuni baada ya
kuangushwa utawala wa muda mrefu wa Bashar al-Assad. Kwa hivyo hatua hii kwa kweli ni hatua muhimu sana katika suala zima la kuweza kuwaunganisha Wasiria wote na kuweza kulinda umoja wa ardhi yote ya Syria. Ipi athari ya kikanda? Maana kuna wasiwasi kwamba makubaliano haya yatasababisha ongezeko la mvutano kati ya Uturuki na Syria, hasa ukifahamu kwamba kuna msimamo ule wa muda mrefu wa Syria, msimamo wa Ankara kumradhi, kuhusu vikosi vya Wakurdi. Bila shaka hili ni swala ambalo kwa upande mmoja linaweza likaonekana kwamba huenda likataka kuleta mvutano kutokana na kwamba hili kundi au makundi ya Kikurdi yanayoongozwa na hiyo harakati ya YPG ambayo SDF wenyewe imo ndani yake, imekuwa ikipambana na serikali ya Uturuki, na serikali ya Ankara kama ulivyoeleza inayatambua makundi hayo au harakati hiyo kwamba ni harakati ya kigaidi. Bila shaka hilo ni jambo ambalo linaweza likaleta mvutano, lakini tukizingatia kwamba msimamo wa sasa wa makundi ya Kikurdi, iwe ni yale yaliyomo ndani ya Syria au pia kundi kuu hili la PKK linaloongozwa na Abdallah Öcalan, karibuni hivi kupitia kiongozi wake kuchukua msimamo wa kukubali kusimamisha vita vya muda mrefu dhidi ya serikali ya Uturuki. Abdul Fattah, kama mchambuzi, unahisi kwamba Urusi, Ulaya na mataifa ya Magharibi hasa Marekani yalihusika kwa namna moja au nyingine katika kupatikana makubaliano hayo? Bila shaka yote madola makubwa yatakuwa yana sauti katika suala kama hili. Bila shaka naamini kwamba hatua hii haikutokana na ridhaa tupu ya harakati yenyewe SDF, lakini bila shaka madola ya kigeni, yawe ni ya kikanda au madola ya Magharibi yakiwemo Marekani na hata Urusi, yatakuwa yamechangia katika kupatikana mwafaka huu. Kwa maneno machache, mkataba huu tumeelezwa hapo ni kati ya serikali ya mpito ya Syria na hicho kikosi cha wapiganaji cha SDF. Ipi hatma ya makundi mengine, kwa mfano kundi kama vile ISIS? Kundi la ISIS, sawa ni kwamba Rais Ahmad Shar mwenyewe amekuwa akielezewa kwamba kundi lake la Hayat Tahrir Sham kiasili na chimbuko lake limetokana na kundi la Al-Qaeda ambalo lina misimamo kwa namna moja au nyingine inayokaribiana na ISIS au Daesh, lakini naamini kwa sehemu kubwa sana kundi kama la Daesh kuweza kukubali kujiunga na serikali kama hii ya sasa ya Syria huenda ikawa si rahisi, kwa sababu msimamo wa kundi hili ni kwamba lina msimamo wa aina pekee yake ya kuamini kwamba mtazamo wake lilionao wa kidini au mtazamo wa Kiislamu ndio mtazamo sahihi, na chochote kingine kilicho kinyume na hicho au na msimamo wao au na mtazamo na ufahamu wao ni kwamba haukubaliki katika Uislamu.